Barua ya Paulo kwa Tito. Tito sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, mtumishi wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo. Mimi nimetumwa kwa kuongoza watu waliochaguliwa na Mungu wapate kumwamini na kutambua ukweli unaolingana na dini yetu. Na kwa njia hiyo watapata tumaini la uzima wa milele ambalo Mungu asiyesema uongo alituahidi mbele ya mwanzo wa nyakati. Alifunua neno lake kwa wakati alioupanga kwa njia ya mahubiri ambayo yeye Mungu Mwokozi wetu alioniamuru kutangaza. Ninakutumia barua hii wewe Tito, mwana wangu wa kweli katika imani tunayoshiriki pamoja. Ninakutakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Nimekuacha katika kisanga cha Krete kusudi upate kutengeneza maneno yaliyobaki na kusimika wazee katika kanisa ndani ya kila muji, ukifuata maagizo niliyokutolea. Mzee wa kanisa anapaswa kuwa mutu asiyeshitakiwa neno lolote. Sherti akuwe na mke mumoja, nao watoto wake wanapaswa kuwa waamini na wasioshitakiwa neno juu ya mwenendo mubaya au juu ya kukosa utii. Kwa maana msimamizi wa kanisa anapaswa kuwa mutu asiyeshitakiwa neno, kwa sababu yeye ni mwangalizi wa kazi ya Mungu. Hapaswi kuwa mutu mwenye kiburi, wala mukali, mulevi, mugomvi, wala mwenye kutafuta mali kwa njia mbaya. Lakini inafaa akuwe mwenye kupenda kukaribisha wageni, mwenye kupenda mema, mukadirifu, mwenye haki, mutakatifu na mutaratibu. Anapaswa kushika neno la kweli linalolingana na mafundisho yetu. Hivi ataweza kuwaonya watu kwa njia ya mafundisho ya kweli na kuwashinda wale wanaomupinga. Kufuatana na hiyo, kuna watu wengi hasa kati ya Wayuda walioamini wanaokuwa waasi, wakatetea na wadanganyifu. Inafaa kuwanyamazisha watu hao kwa sababu wanapotosha jamaa nzima kwa kufundisha mambo yasiyofaa, wakitafuta kupata mali kwa njia mbaya. Na hata mumoja wa manabii wao wenyewe Mukrete alisema, Wakrete ni wasema uongo siku zote, nyama wabaya, wavivu na walafi. Ushuhuda huo ni wa kweli. Basi kwa hiyo waonye vikali, kusudi wapate kuwa na imani kamili. Na zaidi ya ile, hawatafuata hadithi za uongo za Kiyuda wala maagizo ya watu waliopotoka mbali na ukweli. Kila kitu ni safi kwa watu wanaokuwa safi, lakini hakuna chochote kinachokuwa safi kwa watu wachafu na wasiomwamini Mungu, kwa maana akili na dhamiri zao zimekuwa chafu. Wanajidai kwamba wanamjua Mungu, lakini wanamukana kwa matendo yao. Wao ni wenye machukizo, waasi, hata hawafai kwa kufanya kazi yoyote nzuri. Tito sura ya pili. Lakini kwa ngambo yako ufundishe maneno yale yanayolingana na mafundisho ya kweli. Waambie wazee wanaume wakuwe wakadirifu, wenye heshima na utaratibu, wenye kukamilika katika imani, katika upendo na uvumilivu. Vile waambie wanawake wazee wakuwe na mwenendo unaostahili kwa watu watakatifu. Hawapaswi kuwa wasingiziaji, wala wasikuwe watumwa wa pombe, lakini wakuwe wenye kutoa mafundisho mazuri. Kwa njia hii wataweza kuwafundisha vijana wanawake kuwapenda waume wao na watoto wao, na kuwa wenye utaratibu, wenye maisha safi, wenye kutunza nyumba zao vizuri, wema na wenye kutii waume wao, kusudi neno la Mungu lisitukaniwe. Vile waonye vijana wanaume wakuwe wenye utaratibu katika mambo yote.
Na wewe unapaswa kuwa mfano katika matendo mema, ukionyesha ukweli na heshima katika mafundisho yako. Ufundishe maneno ya kweli watu wasioweza kubishia, hata wale wanaokupinga wapate haya kwa kukosewa na neno baya la kusema juu yetu. Sherti watumwa watii wa bwana wao katika mambo yote na kuwapendeza, wakiepuka kubishana nao na kuiba vitu vyao. Lakini wajionyeshe kila mara kuwa waaminifu kamili, kusudi wapate kuheshimisha mafundisho juu ya Mungu Mwokozi wetu katika mambo yote. Kwa maana neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote imeonekana waziwazi. Neema hii inatufundisha kwamba tuache uovu na tamaa za dunia na kuishi katika dunia hii ya sasa katika ukadirifu, katika haki na kushikamana na ibada. Na hivi tutaishi tukingojea ule uheri tunaoutumainia, wakati utukufu wa Mungu wetu mkubwa na Mwokozi wetu Yesu Kristo utakapotokea. Yeye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu, kusudi atukomboe toka uovu wote na kututakasa tupate kuwa watu wake wa pekee, watu wanaokuwa na hamu ya kufanya kazi nzuri. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kufundisha, ukiwaonya watu na kuwakaripia kwa mamlaka yote. Usijiachilie kuzarauliwa na mutu yeyote. Tito sura ya 3. Uwakumbushe watu wajinyenyekeze mbele ya watawala na wakubwa. Wanapaswa kuwatii na kuwa tayari kwa kufanya kila tendo zuri. Uwaambie wasiseme mabaya juu ya mutu, lakini wakuwe wenye kupenda amani na wema, na wenye kuonyesha upole mbele ya kila mutu. Kwa maana zamani sisi vile tulikuwa wajinga, waasi na wapotovu. Tulikuwa tumetawaliwa na kila namna ya tamaa mbaya na ya vitu mbalimbali vilivyotuvuta sana. Tuliishi katika uovu na wivu. Tuliwachukiza watu, nao walituchukia. Lakini wakati Mungu Mwokozi wetu alipoonyesha wema wake na upendo wake kwa watu, alituokoa sisi. Hakufanya vile kwa sababu ya matendo yetu ya haki, lakini alituokoa kwa sababu ya huruma yake kwa njia ya Roho Mutakatifu aliyetuwezesha kuzaliwa mara ya pili na kuwa na maisha mapya kwa kutusafisha kwa maji. Kwa maana Mungu amemimia Roho Mutakatifu kwa uwingi juu yetu kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ilifanyika vile kusudi kwa neema yake tupate kuhesabiwa haki mbele ya Mungu na kuupata uzima wa milele tunaotumainia. Neno hilo ni la kuaminiwa. Ninataka uyatilie maneno hayo mukazo, kusudi watu walioamini Mungu wajitolee kwa kuzidi kutenda mema. Jambo hilo ni zuri na lenye mafaa kwa watu. Lakini uepuke mabishano ya upumbafu, hadisi za vizazi vya babu na magomvi pamoja na mapingano juu ya sheria, kwa sababu mambo hayo hayana mafaa, nayo ni ya bure. Ujiepushe na mutu anayeleta matengano unapokwisha kumuonya mara 2. Kwa maana unajua kwamba mutu kama huyo amepotoka na zambi zake zinamhukumu yeye mwenyewe. Wakati nitakapokutumia Artema au Tikiko, ufanye bidii sana kuja kukutana nami kule Nikopoli, kwa maana nimekusudia kukaa kule wakati wa baridi kali. Ujikaze upate kumusafirisha vizuri mwanasheria Zenasi pamoja na Apolo, kusudi wasikose kitu chochote wanachohitaji katika safari yao. Inafaa watu wetu vile wajifunze kuzidi kutenda mema, kusudi wapate kutoa musaada kwa ajili ya mahitaji ya kweli, na hivi maisha yao yatakuwa yenye mafaa. Watu wote wanaokuwa pamoja nami wanakusalimia. Unisalimie wapendwa wetu katika imani. Ninawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Mungu.